interpretation in our life. Tarehe na siku zinaweza zikabadilika. Dates and days may be changed. Lakini mtu wa ndani anaweza asibadilike. But the inner man may even not change. Akawa ni yule yule wa miaka yote na siku zote. May still the same as. Lakini Roho Mtakatifu anapoingilia kati, but the Holy Spirit when he intervene, hapo ndipo mabadiliko halisi ya ndani yanatoka. Is where changes, the inner changes starts. Sasa ukiangalia kwenye Isaya sura ya 61, and when you look in the book of Isaiah 61, maneno hayo Bwana Yesu aliyakoti kwenye Luka sura ya 4 mstari wa 18. These words Jesus Christ quoted them in the book of Luke chapter 18. Roho wa Bwana yu juu yangu, the Holy Spirit is upon me, naye amenipaka mafuta, and has anointed me. Kwa sababu gani? For what reason? Roho wa Bwana yu juu yangu, the Holy Spirit is upon me, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Because the Lord has anointed me to preach the humble one. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, so that to heal the hearted hearts, kuwatangazia mateka uhuru wao, and to declare the freedom, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, and those who are locked, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa, to declare an acceptable year of the Lord, na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao, and to comfort all who crying. Sasa hapa tunaona ya kwamba Mungu ndiye anayejua mwaka halisi wa mbadiliko. So here we see God is the one who knows the real year. No maana neno hili linasema kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. And that's why this word says to declare the unacceptable. Kwa maneno mengine, in other words, kuna mwaka mtu anaweza akauingia lakini ukawa sio mwaka uliokubaliwa na Bwana kwake. There is a year one can enter but it's not which has accepted. Lakini hapa tunazungumza kwa habari ya mwaka uliokubaliwa. But here we are speaking about unacceptable year. Na Bwana ametupa nguvu ya kutabiri kwa habari ya mwaka uliokubaliwa. And God has gave us the power to prophesy on this acceptable year. Ndio maana unaona sasa Roho Mtakatifu ameshuka kwa nguvu. And that's why you see Holy Spirit has come, ili kushuhudia haya tunayoyasema hapa, so that to testify what we are speaking here, kwamba kuna mwaka wa Bwana uliokubaliwa, that there is the year of the Lord which has accepted. Sio mwaka tu bila Roho Mtakatifu, not only the year without Holy Spirit, lakini ni mwaka pamoja na Roho Mtakatifu, but it is a year with Holy Spirit. Hii ina maana gani? What does it mean here in our life? Hii ina maana ya mabadiliko halisi ya mwanadamu. It means that the real changes of human being. Kuna kitu ambacho Mungu anakifanya kwenye maisha ya mtu. There is something which God is doing in the life of someone which is historical one. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Sasa kuna mambo mengi yanayofanyika yaliyoandikwa hapa. So therefore there are so many things which are being done which has written here. Na haya yote yamekusudiwa kutimizwa. And all of these are planned to be fulfilled. Na hayo ndio yamemfanya Roho Mtakatifu ashuke. And this is what has led the Holy Spirit to come. Kwa sababu ya kazi maalum kwenye maisha yako na maisha yako. Of a specific work in your life. Amen. Amen. Ndio maana sasa mkesha huu, and that's why this overnight unaenda kubadili historia ya maisha yako. Is going to change the history of your life. Mkesha huu,
This overnight unaenda kubadili historia ya maisha yako. is going to change the history of your Sio tu life. kwa sababu watu wanasema, Not only that people are wala saying, sio kwa sababu ya maneno yangu and mimi. not because of my words, Kwa maneno ya yule aliyeshuka it's hapa. by word of the one who has come here. Ameshuka kwa kazi hiyo. Has come here for that work. Yaani mimi hapa najaribu kutoa And tu here tafsiri. I'm trying to interpret. Maana kazi yeye tayari Because atashaianza. the work has already started. Na kazi ataimaliza. And we'll finish it. Sasa kuna mambo machache hapa. So there are few things here. La kwanza ni kuhusu kusudi la Mungu juu ya maisha The yako. first thing is the purpose of God in your life. Hili ndilo jambo la kwanza la This is the muhimu. first thing. Kuna mambo ambayo Mungu amekusudia kwa ajili ya maisha yako. There are things God has planned to your life. Kuna mambo ambayo Mungu amekusudia kwa ajili ya kanisa. There are things God has planned to the Kuna church. mambo ambayo Mungu amekusudia kwa ajili ya nchi. And there are things God has planned Kuna mambo for ambayo this Mungu nation. amekusudia kwa ajili ya dunia. And there are things God has planned for the world. Sasa hayo mambo yote So all of those things, Mungu ameshuka God has came kututumia sisi to use us ili kukamilisha ile kazi. so that to fulfill that work. Jambo la kwanza, The first thing, Roho Mtakatifu amesema, Holy Spirit has said, narudia kusema hivi tena, I repeat, kama ambavyo Mungu alitutumia kusema as God has used us to speak out. mwaka huu wa 2026, This year of 2026, huu mwaka this year 2026 this year of 2026, kwa kanisa to the church, ni mwaka wako it is your year wa kupanua mipaka yako. to enlarge your tents and territories. Mwaka huu wa 2026 This year of 2026, kwa ulimwengu to the world, utakuwa sio mwaka rahisi sana. it will not be an easy. Utakuwa na changamoto nyingi, It will be full of challenges, lakini but Mungu ameliandaa kanisa. God himself has prepared a church, Ameliandaa kanisa kwa ajili ya kwenda kudhihirisha hizo nguvu. has prepared a church to go to testify that power. Nimeshirikishwa mambo mengi, And I have sijui shared hata with nianzie so wapi many things. kuongea. I don't know even where I can Lakini start speaking. kwa ulimwengu, But to the world, Mungu ni mwaka wa kwenda kudhihirisha uwezo wake. it is the year of going to reveal his Kuna power. vitu vitapondwa, So there will be things which will be graded. kuna vitu And vitakanyagwa, there are things which will be kuna defeated. vitu And there vitasagwa are things which will be sealed. ili kumpa Bwana nafasi So that to give the Lord adhihirishe position utukufu wake. to reveal his glory. Lakini kwa kanisa But to the church, utakuwa ni mwaka wako wa kucheka na it will kufurahi. be your year to get love. Najua sio kila changamoto inakuhusu wewe. You know, not every challenge is concerning you. Changamoto haiji kwa sababu yako. A challenge does not come because of you. Changamoto inakuja kwa ajili ya ulimwengu. A challenge, it comes Lakini because of the Bwana world. amekupa wewe uwezo na But nguvu the Lord has gave you a power and the ability kushinda ile to changamoto. conquer such kind of challenge. Kwa hiyo Mungu So amekusudia therefore, God kutukuze has ndani ya planned changamoto. to remove some of challenges. Nitakupa mifano michache I katika will Biblia. give you an example. Kuna mtu anaitwa Daniel There is katika someone Biblia. who called Daniel. Walikuwa katika nchi ya Babylon. They were in Babylon. Angalia mambo yaliyojitokeza. Can you see what things were happening there? Yakawalazimu wao yeye na wenzake watupwe kwenye moto. And it led them to be poured Lakini in hata fire. ule moto haukuweza And kuwateketeza. even that fire wasn't Walitupwa to them. katika tundu la they were simba. put in the pit of Lakini lion. hata hivyo But hawakuangamia. even though they didn't being hurted, Waliinuliwa they were kutoka. uplifted from the. Kwa hiyo
So najaribu therefore, kukuambia hivi, I'm trying to tell you, changamoto yoyote inayokuja mbele yako every challenge which come ahead, ni kama ngazi ya kukupeleka it's mbinguni. just like a stair to uplift you on Ukiona high. changamoto ziko And ulimwenguni, once you see challenges, jua kwamba you have to know that saa ya kwako ya kuinuliwa imekuja. the time for you to be elevated is near. Hallelujah. Sasa basi, So therefore, mkesha huu this overnight sio mkesha wa kitoto. is not a childish overnight. Tumeacha vitanda tukaja hapa. We have left our beds and we came here. Na ukiona niko hapa, And once you see I'm here, maana otherwise nisingekuwepo hapa. otherwise I could not be here. Sababu mimi kwenye utoto kidogo nimeshavuka. Because now in church I have already left such kind. Nimeshafika mahali pa kuchagua mambo ya kufanya. And now I am in a selective way to select what to do. Kwa sababu nguvu zangu za kimwili si nyingi sana za kutupatupa kila mahali. Because even my physical power is not so more to ninaangalia ni mahali gani naweza kuwekeza but kitu. I see and I look where I can invest something else. Ukiona niko hapa, And once you see me here, ukiona niko hapa, once you see me here, na Roho Mtakatifu yuko, and the Holy Spirit is here, kwa sababu because anajua hata yeye mwenyewe alichokiwekeza. he knows what he has invested in me. Anajua kabisa kwamba huyu mtu, He knows surely na hiki this kitu man nilichowekeza kwake and the thing which I have invested in him si mchezo. is not an easy. Kwa hiyo So therefore, mahali na kanyaga, where I put na kanyaga my na feet, hilo wingu la Roho Mtakatifu. I put with Mahali Spirit. tunakanyaga, wherever tunakanyaga na hilo wingu we la Roho walk, Mtakatifu. we walk with Ndio maana the presence of hapa Holy Spirit. ninyi wote mmeinuliwa. That's why all of you here, you have elevated. Kuna kitu kimefanyika. There is something which has done. Tumehamishwa kutoka katika hali ya We kawaida. have shifted from a normal. Sasa tazungumza mambo situation. machache kwa sababu ya muda wetu. And I want to talk few things because of our time. Jambo la kwanza, A first thing, Yesu alizungumza kwa habari ya mkesha, Jesus he said about overnight. lakini aliongea kwa habari ya mambo makuu mawili. And he said on a great Jambo la two great things. kwanza And the first alisema, thing he said, kesheni kwa kuwa hamjui saa wala siku ya kujiliwa. watch because you don't know the hour Jambo when la Jesus will come. pili And the second thing he said, kesheni watchful mkiomba, msije with prayer, mkaingia majaribuni. so that you may not enter in temptation. Sasa haya mambo mawili, So those two things, nasema hivi, I'm saying here, kama kuna sababu ya sisi kukesha if there is a reason behind for us na to kuomba kwa watch ajili ya mwaka mpya wa and 2026, praying because of the new year of 2026, sababu ya kwanza the first reason ni behind kwa sababu hatujui. is because we do not know. Kuna vitu vingi hatujui. There are so many things which we do not Tunatamani know, Mungu atufunulie but we admire God to ili reveal us tuvijue zaidi. so that we may know them surely. Jambo la And pili the first thing, la kwa nini tunakesha, for why are we watchful? Mungu atulinde tusije tukaanguka katika majaribu. So that may God protect us, so that we may not enter in temptation. Sasa haya ni maombi yangu mimi So kwako, this is my prayer, kwamba Mungu so that God akufumbue macho yako uone may reveal vitu and may ambavyo open your eyes, vimejificha. so that you may see hidden things. Macho yako ya ndani yatiwe nuru. Your inner eyes may be enlightened. Jambo la pili, And the second thing, katika mwaka mzima wa 2025 na in 26, the whole year of 2026,
usianguke katika majaribu. May you not fall in temptation. Mungu akushikilie kwa mkono May wake, God uphold you wala by his hand. usiyumbe, You may not even shake. wala usitikiswe, wala usitikisike. You may not even trample. Haya ni maombi yangu, This is my prayer. na maombi haya Roho Mtakatifu And ameshajibu hapa. all of this prayer, Holy Spirit has already answered you. Roho Mtakatifu atakwenda kuyafumbua macho yako, And Holy Spirit is going to open your eyes. lakini Roho Mtakatifu pia atakuepusha na kila jaribu ambalo ungedumbukia. He will also prevent you in any temptation which you may even Kwa hiyo fall. mitego yote ya shetani kuanzia sasa natangaza ya kwamba imeshindwa Every kwa nest jina of la the Yesu. devil from now I declare has fallen down in the mighty name of Jesus. Jambo la mwisho And last thing nataka kusema, I want to say, tusilitaje jina la Bwana Mungu wetu bure. let's not mention the name of the Lord Jesus Christ for Nataka vain. nikupe siri moja. I want to give you one secret. Najua tukikaribia tutapokea mwaka I know when you will be near, you will receive the year. na dakika chache hapa. It's remaining few minutes ahead. Na hatutakesha mpaka asubuhi. And you will not be, we are not going to watch till to morning. Amen. Tukiupokea mwaka ile saa 6, After receiving the year, tutakuwa na muda wa kumshukuru Mungu. Amen. Tukimaliza hapo, after there, tutarudi nyumbani mapema. Wanaotaka kupumzika kwenye uwepo wa Mungu hapa kanisani those tutapumzika. who will want to sleep for a little bit here, they will get sleepy. Mkesha huu ni mkesha wa This- kinabii. This overnight, it is a prophetic Tuko hapa kwa overnight. ajili ya matamko ya kinabii. And we are here for Kwa hiyo declaration, prophetic ikifika saa declaration. 6, And once sisi you will hapa be, tutaanza kuomba tena. Wakati will watu start wakishangilia, When tutashangilia other people- kupokea mwaka, we lakini will nataka celebrate, tupokee kwa matamko but fulani. I want to receive it with a certain Tuko declaration. pamoja. Are we all together? Sasa nasema So therefore I say, tusilitaje jina la Bwana Mungu May wetu we bure. not name the name of the Lord. Kutoka sura ya for vain. 20 mstari ule wa 7. Exodus Anasema 20. usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure. Kuna kitu nilikuwa namwomba Mungu akanifunulia, I was praying to God ya and kwamba then he watu revealed to me. wengi hupenda kulitaja jina la Bwana bure. And many people like to call upon the Sasa name nataka of the Lord ukianza for mwaka vain. mpya, So I want ili uwe when you mpya start the new kweli year, kweli, may you be a usilitaje new surely, jina la Yesu bure. and you may not call upon, Jina la the Lord of Yesu the Lord liambatane na matendo vain. ya miujiza may it kwenye be maisha go ya kila mtu. according to the actions in the life of Yaani everyone else. ukilitaja kama ni And when uponyaji, you kama ni nini, kama ni Call baraka, upon it. If it is jina la blessings, if Yesu it is liambatane healings, na hayo matendo. may it go according to the words. Haleluya. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Unajua huwa tunapenda kusema Bwana Yesu asifiwe, si ndio? You know, we experience saying, praise Jesus. Unajua maana yake? Do you know what does it mean? Unaposema Bwana Yesu asifiwe. When you say, praise Jesus. Amen. Maana yake ni kwamba Yesu hawezi kusifiwa isipokuwa ameinuliwa kutoka kwenye maisha yako. It means that Jesus cannot be praised. Kwa if unaposema he's not Bwana Yesu elevated asifiwe, in your life. unazungumza swala la maisha. And when you say, praise Jesus, you are speaking about life. Unazungumza Yesu anayejidhihirisha kupitia Jesus, wewe, who is revealing ili himself Yesu through you, ainuliwe duniani, so that to be elevated in the world, na wewe inabidi utukuzwe. and you also, you may be, Sio kuna mtu praised. ananielewa? I don't know whether there's someone who Ili understands. Yesu For ainuliwe, so that Jesus to be maisha elevated, yako yanafaa yabadilike. your life might be changed. Kwa unapomwambia mtu Bwana Yesu And asifiwe, when you are telling someone praise Jesus, maana yake ni kwamba it means that mimi ninayekuambia Bwana Yesu the one asifiwe, to whom I'm telling you praise Jesus, ninakwambia hivi, I'm telling you, mimi kwenye maisha yangu
me in my life, nimeamua I have decided na kujitoa and kumdhihirisha Yesu volunteering to reveal kwenye Jesus maisha yangu. in my life. Hiyo ndio maana yake ya kumwambia mtu Bwana Yesu asifiwe. This is what does it mean to tell someone Nikikwambia praise Bwana Jesus. Yesu asifiwe, When I'm telling you praise Jesus, maana yake na kutangazia it ujue means that I'm declaring to you kwamba so that you may know mimi that me, nimeamua I have decided kumtukuza to na praise kumwinua Yesu and to kwenye uplift maisha yangu. Jesus in my life. Hii ndio maana yake. That is what it's Ndio mean. maana Joshua That was akasema mimi na Joshua, nyumba he yangu said, me with my house, nitamtumikia we Bwana. will serve God. Kwa hiyo unapomwambia mtu Bwana When Yesu you are telling asifiwe, someone praise maana yako Jesus, unamwambia kwamba mimi you're telling me I nimeamua have decided kumtumikia to Bwana. serve the Lord. Kwa ile neno ni zito, That is heavy word. lakini utakuta watu wanasema tu Bwana Yesu But you will asifiwe, Bwana Yesu find asifiwe. people, they are saying praise Jesus, praise Kwa hiyo Jesus. unaposema Bwana Yesu So asifiwe, when you say praise maana yake Jesus, umetangaza that msimamo you're wa declaring maisha yako your kumhusu strong Yesu stand kupitia about wewe, Jesus through you. na mtu anakuitikia And amen. someone accepts Akisema you by saying amen, amen. And when he or she say amen, maana yake ni kwamba it means that amesema na iwe hivyo. has said may it be the same. Labda niseme hivi, Maybe let me mimi say, na nyumba yangu me with my house, nimeamua I have decided kwamba nitamtumikia that I Bwana will serve God kwenye mwaka wa in 2026. the year of 2026. Alafu wewe And unayenisikiliza then the one to whom you will listen, unasema amen, you say amen. maana yake na iwe It hivyo. means that may it be Maana the yake same. umepiga muhuri You have sealed it kusema amen. by speaking amen. Amen lina maana mbili. Amen, it has got two meanings. Amen ikiwa mwanzo wa sentence When amen is in the beginning of the inamaanisha sentence, hakika it hakika. means that surely. Ndio maana Yesu anasema amen, That what amen Jesus nawaambia. said. Amen, Maana yake amen, I'm anasema telling you. hakika hakika nawaambia. Surely, surely I'm telling Maana you. yake pale ni kwamba hakitabadilika kitu. It means that there is nothing which will change. Kile ulichokisema, Everything which you have ukiri said, wako uliosema your confession hautabadilika will not kitu. change. Haleluya! Amen. Haleluya! Sasa akisema amen, And when he say amen, wakati anamalizia sentensi mwisho, while concluding a sentence, inamaanisha kwamba it means that maneno hayo yasibadilike. that words may not be changed. Maneno hayo na yawe hivyo hivyo. That words may it be the same. Sasa nisikilize. So therefore listen. Ninakwenda kukuambia Bwana Yesu asifiwe, I'm going to tell you praise nikiwa na Jesus. akili timamu ya kile nilichokiamua. While I'm minding Alafu wewe well, unakwenda kuniambia and amen. you are going to say amen. Maana yake ni kwamba umepiga muhuri katika yale niliyosema. It means that you are sealed on what I'm saying. Na wewe utakwenda kusema Bwana Yesu asifiwe. And you will also say praise Alafu Jesus. mimi nitasema amen. And I will say amen. Maana yake maneno yetu yamepigwa muhuri It means that our words are na sealed. agano la Mungu limesimama katika maisha And yetu. the covenant of the Lord has Sasa stood. hili linamtaka mtu mwenye akili timamu, It needs someone who is anayejua mindful, kile who anachosema. knows what he or she is saying. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Haya, na wewe niambie Bwana Yesu asifiwe. And you also may tell me, praise Jesus. Maana yake wewe niambie Bwana Yesu asifiwe. Tell me, praise Jesus. Amen. Amen. Maana yake ni kwamba It means that umezibeba chapa za Kristo you have kwenye taken maisha out yako, Christ. hautabadilika. will not Umepigwa change. muhuri, hautabadilika. Inuka, mshangilie Bwana. Stand up and celebrate the Lord. Makofi na vigelegele kwenda kumshangilia Yesu. Mungu mwenye ishara na maajabu.